sana mwanamichezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Kipaza kiko sehemu salama chini yangu, Derek David Kahimba, unaweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Mimi niko na mzee wangu Mzee Malinyi, tunakwenda kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Mzee Malinyi, uko poa mzee wangu? Mimi niko poa sana. Heri kabisa. Heri, habari ya kwako? Mzima upo? Mimi mzima wa afya. Afya kweli una? Afya nyingi kama unavyoona, pila burudani limerudi. Pila burudani limerudi. Ile Kagere. Simba ya Kagere, Simba Emmanuel Kui. Imerudi, Simba ya Nkana imerudi. Bwana mzee wangu Mzee Malinyi, tuanzie hapa. Ushindi wa mabao 4 kwa Simba Sports Club kwenye michuano ya CRDB Federation Cup. Ukimuuliza kila mtu anakuambia, to be the honest, ya kwamba Simba inaonekana imerudi. Hata shabiki wa Young Africans ukimwambia, anakuambia hatuwezi kuzungumza mbele ya kipaza cha sauti, tutaonekana ni mamluki. Ila kiukweli Simba wanaonekana wana timu safari hii tangu dirisha dogo la usajili limefunguliwa. Yule aliyekwenda kusajili dirisha dogo dhahiri apewe maua yake. Kabisa, apewe maua yake, kwa sababu dirisha dogo, usajili uliofanywa wa dirisha dogo haukufanywa kwa makando kando. Usajili wa dirisha dogo umefanya kweli kweli kazi yake. Sawa, watu hawajaiibia Simba. Viongozi hawajaiibia Simba. Usajili wa dirisha dogo. Nasema usajili wa dirisha dogo. Hela ya Simba imefanya kazi yake. Sawa sawa, wahuni wanaokwenda kusajili safari wamesajili kweli kweli, hawajafanya uhuni. Sawa, wameitendea haki Simba. Na ndicho tunapiga kelele hichi kwamba hela za Simba zifanye kazi ya Simba. Hela za Simba zisifanye kazi ya kununua majumba na magari mitaani. Sawa sawa. Lakini safari hii hela zimetenda haki. Kwani kuna muda mlikuwa mnaibiwa? Kwanza nasema sasa uone wachezaji wako wanaletwa hapa. Kila baada wachezaji 10 14. Baada ya dirisha jingine inabidi wale waache uvunje mikataba. Tajiri avunje mikataba, alipe, alipetana la nyingine watu wanapiga tu. Mimi nishukuru bodi ya wakurugenzi kwa usajili uliofanya. Jicho wameliona. Sawa sawa, bodi ya wakurugenzi. Na sasa hivi nishukuru kwamba tajiri mwenyewe na kuamua kuzifuatilia pesa zake na kuifuatilia timu. Unaona tajiri alikwenda kambini kwenda kuongea na wachezaji, sio kuamini watu. Alipowaamini watu, sawa, alimwamini mtu yule akawa shetani mkubwa. Sawa, akawa anauma huku na huku. Matokeo yake akataka kuzusha tafalani kubwa, kutaka kumuondoa hata yeye tajiri. Lakini mashabiki na wapenzi tumepigana vya kutosha kwamba mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Haondoki huyu, tunaye tu huyu. Hali hii hapa imetulia sasa, unaiona. Hali hii hapa imetulia na inakwenda kutulia zaidi. Wako wengi wanamfananisha Clatous Chota Chama na Alan Okello mzee wangu. Bwana, mnajua mimi hata nyinyi waandishi wa habari ama kama itakuwa wachambuzi ama watu wengine, sio kwamba na wakebei, lakini mtakuwa wanda wazimu kama utamfananisha Clatous Chama na Alan Okello. Alan Okello yuko ardhini, Alan Okello ni ardhi, Chama ni mbingu. Hawezi kuifikia hata siku moja. Alan Okello ni ardhi, Chama ni mbingu. Na hichi anachofanya Chama, Alan Okello, akisema Alan Okello ndiye anakuwa, hata fikia hichi anachofanya. Hana uwezo huo. Nakwambia hana uwezo wa kufikia haya mambo anayofanya nani Chama. Starboy. Nasema hivi, haya mambo anayofanya Chama, Alan Okello hana uwezo huo, mpaka anamaliza mpira hata fikia. Mbona mapema hivi wanamkatia tamaa? Nasema hivi, sio Alan Okello. Sawa? Chama mlinganishe na mtu wa Uganda Emmanuel Kui. Sio Okello. Hana uwezo huo. Okello mpaka anamaliza mpira hana uwezo kufikia kiwango cha Chama na makubwa aliyofanya Chama. Asilinganishe. Angelikuwa na akili, angewaomba wale wanaomlinganisha na Chama, awaambie jamani, mimi sijamfikia Chama bado. Mimi nitakuwa nijifundishe kwake. Naomba hizo story mziache mimi niweze kujifundisha kutoka kwake. Lakini kama yeye anachekelea, atakuwa ni mjinga. Inabidi aje atoke akili. Atakuwa ni mjinga. Hatafikia. Unajua hichi kizazi cha Chama au kizazi cha kina Ronaldo, leo hii vitu alivyofanya Messi na Ronaldo, kwa nafikiri wachezaji wengine hawapendi kuvifikia. Kina Mbappe wote wanazunguka, wakina Vini sio nane, hawatafikia viwango vya Ronaldo wala Messi. Vile ni viwango Mungu anaviteua mwenyewe. Kuwapa mtu huyu atakuwa hivi. Sawa, piga ufanyavyo. Umesikia? Na ndio Chama sasa. Hichi ni kizazi kingine. Mwenyezi Mungu mwenyewe vizazi kama hivi huvileta baada pengine ya muongo mmoja, miaka 100 au 200 ndio anazaliwa mtu kama huyu tena Chama. Sasa usijifananishe. Usifananishe Clatous Chota Chama na watu wengine. Kabisa. Mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi. Bwana Mzee Malinyi, tuzungumze hili bwana. Baada ya kumfunga TRA goli 4-0, dhahiri sasa mnakwenda kukutana dhidi ya wagosi wa Kaya Coastal Union Mangushi.
Ni tarehe 20 mwezi wa 6 kwa mujibu wa Simba ambavyo wameposti taarifa hiyo. Pengine mnaiona dalili nzuri ya kwenda kuiona dabi ya Kariakoo pengine kwa mara ya 4 mfululizo. Lihali katika mara 3 ambazo mmekutana, 2 katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia vile moja kwenye michuano ya Muungano. Young Africans ametoa sare mara 2, Simba Sports Club ameshinda mara 1. Itoshe kusema ya kwamba msimu huu Simba ni bora zaidi kuliko Yanga. Ni kweli Simba ni bora zaidi. Kwa sababu kwa nini tunasema Simba ni bora zaidi? Tumekutana usajili wa zimamoto. Tunasema usajili wetu wa zimamoto, maana usajili mkubwa unakuwa dirisha kubwa. Pale unafanya kwa kutulia. Lakini usajili wa dirisha dogo, huu tunaita usajili wa zimamoto kwa sababu wachezaji wengi wanakuwa wana mikataba tayari. Sawa? Kwa hiyo tulikwenda kama kubahatisha. Sawa? Kwa sababu wachezaji wengi wazuri wanakuwa kwenye mikataba dirisha kubwa. Sawa, usajili wa dirisha dogo huwezi kupata wachezaji wengi, lakini Mwenyezi Mungu amejalia kule tukokwenda kuwachukua wale walikuwa wachezaji wa dirisha kubwa, ila kwa sababu walikuwa pengine wana injury na nini, walikuwa mapumzikoni. Sawa, Mwenyezi Mungu ametujalia tumewapata wale, wamekuja hapa wameleta amsha, yani wamerudisha timu. Na kama timu hii usajili wa dirisha dogo tungewahi dirisha kubwa, sasa hivi watu tusingekuwa tunasema tena habari za ubingwa na Yanga, tungemwacha mbali mno. Unasema ili dirisha dogo waingiza 4 hao wangeingia kwenye dirisha kubwa, sasa hivi watu na Yanga tusingekuwa tunazungumza habari ya ubingwa. Sisi tungekuwa tushatawazwa tayari mabingwa. Kama yeye ana muunganiko, ana kikosi bora, amesajili vizuri kama anavyosema mwenyewe, lakini angalia mbilinge hii hapa, mshike na watu wamekuja dirisha dogo. Kwa hiyo usajili wa dirisha dogo unalipa. Tunasema tunakwenda kupambana na Coast Union. Sawa. Tunamtaka mechi zote 2 ya ligi kuu kwa sababu Coast Mwanamangushi atusamee. Wanamangushi ni ndugu zetu. Wanamangushi tunasema ni wadogo zetu. Tangu miaka hiyo tuna urafiki wa karibu na Coast Union. Sawa. Lakini kwenye hili hapa watusamee kwa sababu tunataka kitu. Kwenye ligi tunataka kitu, kwenye hii CRDB tunataka kitu. Watusamee, tunachokwenda kuwafanyia. Kwenye ligi mnataka nini? Ubingwa kaka. Ubingwa. Zimebaki alama ngapi? Na 2 hizo. Sasa hivi tunasema 2. Sasa siwezi mimi nikaziache kama cha Coast. Lazima anipe ili niende kufukuzana na mtani wangu. Sasa katika hizo 2 ambazo wamekupita mtani, unaona mtani anakwenda kuzipoteza dhidi ya nani? Ziko timu nyingi hapa. Kwani Yanga asifungwe nani? Si mmeona juzi kafungwa na Dodoma huko. Yanga asifungwe nani? Anafungwa Real Madrid. Anafungwa Barcelona na timu ndogo. Wanafungwa kina Manchester United na timu ndogo. Yanga nani asifungwe na timu ndogo? Mpira unadunda. Mfalme wa soka duniani Pele alikuwa anasema mpira ni dakika 90. Mpira ni kiwanjani. Mpira si maneno. Sawa? Mpira ndani ya dakika 90, mpira unaweza kadunda popote pale. Umeelewa? Popote pale unaweza kadunda mpira. Sawa? Tusubiri dakika 90 mechi mpaka mechi ya mwisho. Kwa sababu si ajabu kwa Simba kuchukua ubingwa Yanga akiwa anaongoza pointi. Sio mara ya kwanza. 73 aliongoza pointi 10. Mimi Simba ikawa bingwa. 93 aliongoza Yanga alikuwa anaongoza pointi 10 kama hivi. Simba ikawa bingwa 2003. Alafu miaka inafanana ujue. 3 ile. Mwisho inakuwa 3. 73, 93, 2003. Huu 2006. Unagawanyika kwa 6 kwa 3 ujue. Hii yote inagawanyika kwa 3 hii. Sawa? Hii ni Shufa Whitley. Sasa kama Whitley basi ujue. Whitley namba inagawanyika kwa 2, Shufa namba inagawanyika kwa 5. Ndio maana nakuuliza wewe, mimi nimesahau, nimesoma zamani. Mimi zamani. Nasikia kwangu. Ndio maana nakuuliza wewe. 73 ilikuwa nini? Whitley. Na 93 2003 2003 inagawanyika kwa 1 na 3. Hii 26 hii Whitley bado inagawanyika kwa 1 na kwa inagawanyika kwa 3 na kwa yenyewe na 1 73 alikuwa anaongoza point 10. Nikaja nikawa Simba ikawa bingwa. 93 Simba ikawa bingwa alikuwa anaongoza point 10. 2003 mpaka mechi ya mwisho tunakwenda kucheza Yanga bingwa. Hata msimu wa mwaka jana. Nasema Yanga bingwa. Amechashapisha kanga na anakwenda kucheza na timu Prison ya Mbeya. Sawa? Prison ya Mbeya ndio anakwenda kucheza nao Yanga. Sawa? Kwa sababu ile timu ya magereza, timu ya serikali. Sawa? Kwamba hata kama inataka kumzuia yeye haendi kokote, hana ubingwa wa pili wala ubingwa. Hawezi hata kufanya lolote lile kusema pengine inaweza katoka pengine pesa kumzuia mtu mwingine, hakuna. Tukajua Yanga anakwenda kushinda tu. Sisi tunakwenda Morogoro kucheza na Polisi Dodoma. Sisi Simba iwe mtu wa 3. Mpaka dakika 45 za kwanza mipira inacheza Tanga, Mtibwa
na Mtibwa na hawa nani Tanzania Stars, pengine alikuwa anamtishia kidogo nyao Mtibwa, kama Yanga atatoa draw for Mtibwa akishinda ndio bingwa. Yanga mtu wa pili. Mimi Simba ilikuwa yani ataifanyaje ni mshindi wa 3 tu, lakini kaka, Mwenyezi Mungu ana kudra zake. Mwenyezi Mungu ana kudra. Mtibwa huyu wa 3 ndo kawa bingwa, uweze amini. Simba ndio alikuwa mpaka dakika 45 za kwanza tunasikia Mbeya Yanga inaongoza goli 2. Tanga Mtibwa anaongoza goli 1. Sawa? Morogoro Simba anaongoza goli 1. Hata ushinde ngapi mefungwa. Basi tunarudi dakika 45 kiwanja au tumejua hivi tunamaliza ushindi wa 3. Bingwa Yanga, mshindi wa pili Mtibwa. Lakini ndio kwamba Mungu ana kudra zake. Mungu humpa anayemtaka. Sawa? Kwa hiyo sisi tulitakiwa na Mwenyezi Mungu akatupa ubingwa. Tunakwenda 45 za pili. Akachukua 3-2 Yanga. 3-2. Kuna kidume kimoja kilikuwa hapo Mbeya hapo prison anaitwa Atupile Mapugiro. Alitupia 2 mguuni kwa. 2 mguuni kwake anatupia na anasurubu Yanga. Sawa? La 3 anafunga yule Gerard Hiru. 3-2 Yanga anakufa, mimi nashinda 2, Mtibwa anafungwa 2-1. Simba bingwa. Unaweza kuamini hicho? Hasa leo unaniambia pointi 2. Mpaka mechi dakika 45 anacheza Yanga bingwa. Afu ya kwanza Yanga bingwa. Leo unaniambia pointi 2 bado mechi 7. Sina wasiwasi. Twende tupige mpira. Bwana mzee wangu mzee Malinyi, tuzungumzie issue ya uwanja wa upande wa Yanga Africa. Sasa muonekano na wametoa muonekano halisi ya uwanja wao utakavyokuwa ambao unakwenda kutengenezwa katika eneo la Jangwani pale, mitaa ya Twiga na Jangwani. Simba Sports Club mna mahali pa kuchezea, lakini uwanja mpaka leo ramani yenu haijaonekana. Vipi kulikoni? Ona kama wapinzani wanakuja kuwapiga gap distance hivi. Mimi naona hizi ni propaganda. Unajua mnashindwa kuelewa. Ndugu waandishi, watangazaji, mnashindwa kuelewa. Mpira wa nchi umejaa siasa nyingi. Viongozi wa vilabu wako kisiasa sana. Sawa sawa. Iwapo Utopolo au Young Africans alikuwa anataka kulifanya hili, kwa nini hakulifanya ligi iliposimama pale wakati timu kwenye timu ya taifa, timu zimekwenda AFCON? Kwa nini kama hichi kitu ni kweli? Kwa nini hakufanya wakati ule? Waandishi wa habari walikuwa hawapo. Kwani si kweli mnataka kumaanisha? Kwanza, waandishi wa habari walikuwa hawapo wakati ule. Hichi kitu kilikuwa kiwezi kufanyika. Kwa nini kifanyike baada ya kufungwa na Dodoma kwamba ubingwa sasa kwenye mashaka? Kwa nini kifanyike hapa Iburu uchaguzi wa Yanga karibu mwezi wa 7? Leo linaletwa hili. Hivi leo niulize, leo hii mwana Yanga yote baada ya kutokea lile la juzi kwamba kuna uwanja unakuja kujengwa, kuna mwanachama yote wa Yanga ukimuuliza habari ya ubingwa ana haja nao? Anasema wao matarajio yao sio ubingwa, ni kiwanja. Ni kiwanja. Sawa, maka tayari umeshatolewa akili. Kuna mwanachama wote wa Yanga leo ukimuuliza habari ya uchaguzi mwezi wa 7 kwamba Jesse Harris aondoke, anazungumza nini? Zaidi ya kiwanja. Zaidi ya kiwanja anazungumza nini? Sasa hizo ni propaganda. Hizi ni propaganda tu. Hizi ni propaganda kwa sababu kama kweli Jesse ndo mdhamini wa Yanga na Jesse ndo mkandarasi wadai anataka kujenga huo uwanja. Sasa promo za nini? Kama yeye ndio mdhamini wa Yanga, yeye ndio mkandarasi, sawa? Promo za nini? Promo waandishi wa habari, mkuu wa mkoa, Mulilo, mkamishna wa kanda na wa nini? Kwenda kumchukua kamishna wa kanda uwanja wa Yanga ulindwe na polisi au? Sasa nini? Mimi ningeona kama ni busara, kuna utekelezaji. JSM akaingia mkataba na viongozi wa Yanga, likatolewa tamko na afisa habari kwamba Yanga imeingia mkataba na JSM, ujenzi utaanza. Kisha tunaona tu pale vifaa vinaanza kushuka, JSM anapromosha. Sasa kampuni. Si ndio hiyo promo za nini tayari? Kampuni si yeye. JSM yeye ndio mwenye timu. Huyo ndio mwenye timu yake, ndio Yanga. Makaje wapomza JSM ndio Yanga. Sawa? Au Yanga sio JSM? Kiongozi anayeongoza Yanga mtumishi wa nani? Sio JSM. Sio CEO wa JSM. Sasa Yanga na timu hapo. Kila kitu anaamua yeye JSM. Ila watu wajielewi tu. Shabiki wa Yanga. Sasa pale pale anachoogopa ugomvi kubadilisha jina kuita JSM. Lakini kimakaratasi ndani kile ni JSM. Sio Yanga, ndio JSM. Ila watu wajielewi tu. Yanga Afrika anawapindua hivi namna kama samaki anawakaanga na wenyewe mafuta anawapaka mafuta. Wanakubali tu. Wamekwisha kaka.
wamekwisha. Yanga imefanyaje? Wamekwisha kwenye hili, wamekwisha siasa nyingi, na hata kama atakuja kujenga kweli wamekwisha. Ardhi wameshaitupa, ardhi wameshaitupa. Unajua kuna mtu afadhali ule muone huyu mwizi ananiibia, unamuona utamshtukia haraka, kuliko mtu anakuibia kisirisiri bila mwenye kujijua. 50 kwa 50 hapo unasemaje mzee? Nasema hivi unaibiwa, lakini unaona mimi siibiwi. Mimi siibiwi. Huyu jana kimya niibii huyu. Kumbe unaibiwa. Anaweza akachukua hela pale miaka 300 bado anachukua hela yake tu. Miaka 300 hata 400. Vijukuu mpaka vijukuu. Vinachumwa tu hela Yanga inachumwa tu bila kujua. Watu wanachekelea 50 kwa 50. Mwenye ardhi kwa nini akapate mapato sawa? Hizi timu za wananchi. Kwa nini serikali inasema hizi timu za Simba na Yanga kama mtu anatokea mwekezaji mwenye wananchi wana asilimia 51? Lazima azidi. Mwenye chake alikuwa azidi. Kwa nini wewe usema nani? Una wasiwasi gani? Wewe ndio mdhamini. Wewe ndio unakuja kwa mkandarasi. Kwa nini uzidi? Uweke hapa kuzidi namna hiyo. Huoni kama hapo unakuja kupiga watu mikataba za ujanja hiyo? Ila watu wanachekelea tu. Yaani watu wanajipaka wamepakwa mafuta wenyewe bila kujijua, wanajikaanga wenyewe mafuta ya samaki. Shukrani sana mzee wangu. Asante sana Mwana Derek. Karibu sana, pamoja sana. Sawa.